Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tutatoa shukrani kwa Abdallah Uthman na Azal kwa kisomo chao. Allahumma barik, Mungu wazidi kuwapa mapenzi na Qur'ani. Amin. Pili, maneno nayarejelea nikiwa mazoezi mara nyingi sana yale kwa yale, lakini si maneno ambayo yatakuwa yanachosha saa zote. Nasema sisi tumejulikana kama vijana wa boxing ndio wenye kusafisha msikiti, na kwa fikra za kibinadamu unajulikana kuwa mtu akitraini boxing mara nyingi labda huchukulika inakuwa ni mbishi, mchokozi, ama ni mtu apenda vita, lakini sisi tumeipa sura nyingine. Anaipita kituona tusafisha msikiti, ama shekha anaona tukuja kusafisha msikiti, alikuwa hana habari kama hawa vijana wote ni wa train boxing, sio? Ilikuwa hajui hiyo. Sasa mtu atashangaa, lakini kitu ambacho mimi nawahusia na kujihusia mimi mwenyewe ni kwamba wewe unayefanya mazoezi ya boxing, Allah anasema katika Qur'ani, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, je, walingana sawa wenye kujua na wasiojua? Jawabu unalo wewe mwenyewe kwamba hawalingani sawa. Sasa wewe wajua haya, wajua ngumi, wajua kutrain kiasi chako Mungu alivyokujalia, basi jaribu sana kutumia hichi kitu kwa njia ambayo itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo hutoitumia kwa njia ya ubabe, kwa njia ya kumnyanyasa mwenzako. Itumie mazoezi yako, yatumie mazoezi yako kwa kusaidia umma. Mahali pana dhulma, basi simama uzuie ile dhulma, aidha kwa mkono ama kwa maneno au kwa kuchukia, lakini isiwe first priority wewe wafikiria tu kupigana na watu saa zote. Ukienda huku wasikia omi ampigana, ukienda kule omi ampigana. Si wako watu sampuli, kila unapokwenda mahali ni wao tu. Yani mtu anatajika, subhanallah, si misikitini, si mabarazani, si majumbani, mpaka astaghfirullah, mtu kama yule akija kufa watu wasema alhamdulillah tuondokea. Sasa sisi tusipate sifa kama zile. Nataka sisi mtu ukiondoka uwe watu wanalia pale, hakuondoka mtu mmoja, panaondoka watu 11. Yani ule mtu mmoja, jamii ya muhitaji, familia yake ya muhitaji, kama madrasa, kama ni skuli, mazoezini, kila pahali wewe wahitajika pale. Yani watu walie kwa sababu mtu mmoja akaondoka. Isiwe wewe unaondoka watu wasema alhamdulillah ametuondokea. Alhamdulillah, tuashukuru, sasa tutapumua. Tutashukuru tutapata kwenda msikitini kuswali alfajiri, manake hatutopata kukabwa. Tutashukuru dada zetu wakienda markiti, wakienda wapi hawanyanyaswi. Inakuwa kila mtu ashukuru kwa kuwa wewe umeondoka, hawashukuru kwa kuwa wewe umebakia. Ndio pale jeneza la kwanza lilipopita, masahaba wakasema afadhali huyu bwana ntuondokea. Mtume akasema wajabat. Jeneza la pili likapita, watu wakasema subhanallah, mtu na nusu huyo alituondokea, wallahi. Family, watu, misikitini, jamii, wallahi itakuwa na huzuni sana kumuondokea mtu kama huyu, mtu huyu kutuondokea sisi. Mtume akasema wajabat. Watu wakastaajabu, kwa nini wajabat mara mbili? Mtume akaulizwa, kwa nini umesema hivyo? Akasema ndiyo, nyinyi ndio mtakuwa mashahidi kesho, kwa sababu kila kadri wewe unavyoishi ile history una wewe mwenyewe. Wewe ndio wajiandikia maisha unavyoishi, hakuna mtu akuandikia maisha. Wewe vile unavyoishi ndio tutakavyosema. Kama tunavyosema, hatuwezi kusema Muhammad Ali ankufa. Muhammad Ali nani? Boxer, sio? Hatuwezi kusema Muhammad Ali alikuwa swima mzuri kweli, hatuwezi kusema hivyo. Kwa kila mtu anaandika history yake. Messi akifa ataambua football ankufa, Abdul Basit ankufa, tusema Karim mashallah ankufa. Kesho si jambo dogo, utaona katika mitandao watu wakifa zinawekwa picha zao, maybe video zao. Na inshallah na sisi siku tutakapokwenda mbele za haki, kama ni Abdallah, ni Azal, ni Ustadh Muhammad, iwe hizi video ambao wao wanasoma Qur'ani ziwe ndio zitawekwa ili wao wakumbuke. Juzi kuna shekh mmoja amekufa, Nurain, ulimwengu mzima umesikitika yule shekh kuondoka.
na watu kila mtu kifungua mitandao unaona anawekwa yeye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alafu unawekewa vile anavyoswalisha, sauti yake, unaona ameacha history nzuri. Na sisi hawa ndugu zetu wakiwa watakujaliwa usiku wanakamuondoka, wawe wakumbukwa mambo mazuri. Kuna madada zetu, juzi Ustadh Muhammad alizungumza khutba ya Ijumaa kuhusu masala ya mitandao na vipi watu wanaweka picha katika mitandao. Leo pana madada zetu wanaona kupata umaarufu ni kujiweka uchi labda kwenye mitandao. Mtu anapiga picha ikiwa nywele wazi, uchi, alafu amefariki, picha ile ile ndio yatumiwa kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Picha ile ile ndio inawekwa katika mitandao kuambia kwamba huyu ndo amefariki, na kila anaangalia ile picha una nini? Uchi. Na hawatia akili kwamba sio kwamba watu hawakusoma, wengine wamesoma, wajua dini nini, wanajua aura ni wapi mpaka wapi kwa mwanamke, lakini utapata kwamba zile picha ndo zinawekwa, nywele wazi, yani kama kujikosesha fahamu, kama hawaelewi hili jambo kwamba lina makosa. Kwa hivyo jamaa, sisi tunasema tunaofanya mazoezi ya boxing tutumie kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu aliyotupatia sisi, tusikitumie kwa njia mbaya, tukitumie kwa vile Mungu anavyotaka, tumridhishe Mtume, tumridhishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile alivyotujalia. Usio wewe wajua ngumi, basi mitaani saa zote sifa ni wewe tu. Pakikosekana kidogo, yuko wapi twenzetu hivi, wewe huendi kutafuta suluhu, uulizi 1 2 3 chini mtu. Ukifika maskani unaona nilivyompepeta yule, umemdhulumu, hukujua sababu nini. Na kama unaambiwa wewe unalala, lakini ule mdhulumu halali, yuko macho yuomba dhidi yako, wala ainullahi lan tanamu, na jicho la Mwenyezi Mungu halilali, utakuja kupata dharba na wewe usiamini. Ole wako basi ulipwe hapa duniani akaisha, lakini kwa ulipwe mpaka siku ya akhera huko itakuwa mitihani mikubwa. Na tumeambiwa kuhusu masala ya wazazi wawili hapa jamaa, visa ni vingi sana vya wazazi wawili. Mimi ambavyo nilivyovishuhudia mwenyewe ndani ya familia zetu, jinsi watu walivyodharau wazazi wao, na ukaona mpaka mtu azungumza kisa mimi narogwa, mtu yuaswali, yuafunga, atoa masadaka, lakini bado ana dhiki katika maisha yake, bado ana dhiki katika maisha yake. Yote sababu gani? Mzazi wake ameondoka, hayuradhi na yeye. Na kuwa radhi na mzazi wako, kutokuwa radhi na wewe, saa nyingine si lazima akutamkie Abdallah mimi siko radhi na wewe. Mzazi akwambia hivi, si lazima akutamkie, aweza kukaa kimya tu yale, lakini yale unaomfanyia wewe yakawa si lazima mpaka ule mzazi atamke. Yale unamfanyia mzazi wako ikawa inatosha kabisa, hawezi kukuambia, hawezi kukuapiza mzazi, manake aona kama akikuapiza mbele yako itakuwa ataona itazidi balaa zaidi, ananyamaza tu, anamshtakia Mungu. Anyoshe mikono mshtakie Mungu, asinyoshe mikono mshtakie Mungu, lakini wallahi Mungu yuwaona. Si lazima mtu ulomdhulumu mpaka tafute shekhe akusomea albadiri, hamna. Alodhulumika dua yake haina pazia, awe yuajua kusoma albadiri, awe hajui kusoma albadiri, lakini dua ya mwenye kudhulumiwa, tena kudhulumiwa kwenyewe si Muislamu tu, hata soko Muislamu ukamdhulumu, hajui dini ya Uislamu, hajui kitu albadiri, hajui kumsukumia mtu laana, lakini madamu atakayomshtakia Mungu, hata kama Mungu anayemjua yeye si huyo sisi yetu, lakini Mungu wa kweli yajua huyu andhulumika. Kwa hivyo tuogopeni kitu aitwa dhulma jamaa, tuwe hivi hivi. Onekana wale watoto kena mashallah ngumi, lakini ukiona mitaani huwezi fikiria. Mimi kuja kijana mmoja ananiambia mimi kabla mimi sija kujua wewe ilikuwa nikikuona sop sana. Kaambia toka hapo mpaka sasa sop. Sasa kilichonifanya mimi unaona niko tough nini? Siku nilipokuja kuona wafundisha watu boxing, unapofanya mazoezi ya boxing, ndio nikakuona kumbe uko tough. Na mwisho tough ni mazoezi, lakini kuamiliana na watu ni sop kama kawaida. Nacheka na watu, nazungumza na watu vizuri, napenda kushirikiana na wenzangu, napenda kushirikiana na ndugu zangu wadogo, tuacheka pamoja. Napokuwa mazoezi ni tuko tough kidogo, na kukazia sura, staki utoke pale kupata faida, lakini maisha ya kawaida ishi sop kweli, cheka na watu, sema na watu vizuri, upungui kitu.
Mungu hakupunguzi chochote katika mwili wako watu ukiwa wewe una tabia nzuri. Lakini ukiwa na tabia mbovu, kujifanya wewe mbabe, ukajiona basi wewe mtaa mzima hakuna mtu aogopewa kama wewe, tilka alayami tu, yani masiku tu ya kuhesabika jamaa. Wampita watu kisawasawa katika hii ardhi. Hii ardhi imebeba watu kisawasawa. Wewe ukija kusikia visa unavyovisoma, ama kwa msikitini watolewa visa vya kina Saidna Umar, utasema da, huyu Umar angekuwa sahihi ingekuwaje? Wakati wa nyuma huko ukisikia yeye, manake watu waogopa kwenye kwenda kufanya tawafu na nini, Umar ndio yuko mbele mpaka wauliza kwani hii si dini hasa, hebu jitokezeni. Yani si maskara, watu wamepita jamaa, sisi si chochote. Na hii dunia kama ingebakia mtu basi wallahi ingebakia mtume. Hii dunia kama ingekuwa yabakia watu basi angebakia yeye. Lakini leo kiumbe bora yuko mbele za haki, na ukitaka kiumbe aswi dunia nzima, nawe pia nendeni Egypt, mtamuona kule Firauni. Basi kama wewe waona kama kuna kiumbe bora zaidi dunia hii na ameondoka katika ulimwengu huu, na ule aswi dunia nzima naye pia kaondoka ulimwengu huu, hauwezi kuishi wewe ukamshinda tabia nzuri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi wewe, huwezi kuwa mzuri utakavyokuwa mzuri, lakini wallahi huwezi kumshinda Mtume Muhammad. Ndio pale tunaposema lau kumpenda mtume ni dhambi, basi hatutubii. Lau kama kumpenda mtume ni dhambi, basi wallahi tunawapa na Mwenyezi Mungu, hatutubii sisi. Kwa hivyo na wewe ukijua kama kuna kiumbe aswi alikuwa aswi ulimwengu huu, hakuna zaidi ya Firauni. Mtaje yote sasa utakayemtaja, lakini hamshindi Firauni, lakini wote wako mbele za haki. Kwa hivyo wewe mezani yako mwenyewe waijua mwenyewe. Mimi sina la kusema. Inshallah tusichoke, mimi nasema tusichoke na mambo kama haya. Inshallah tukienda pengine wengine hawakuja, tuwape udhuru nzima, tuwape dhanna nzuri, lakini inshallah tukibakia watu watatu tusiache hii kazi kabisa jamaa. Furaha iliyoje wasikia kama watoto wamekuja kutembea kafagia msikiti, ukaona ile, unahisi vipi? Anasikia raha sana. Basi kwa hii raha, kila hawa pia wasimamizi wa misikiti wakienua mikono wakizidi kutuombea sisi, hizi dua ndio tunazitaka. Hata watazamaji hawa hizi kwa hizi YouTube zetu, hizi dua ndio sisi tunazozitaka. Mungu atujalie sisi sote tuliokuwa hapa na wale wako nje, Mwenyezi Mungu atuongoze. Na kama tunavyosema hivi, tunavyokusanyika hapa kwa wema na plus na wale wanaotuombea dua kwa Allah, basi sote inshallah tukutane peponi pamoja. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Kuna ustadi wangu hapa, Ustadi Muhammad na Sheikh Umar pia, na naomba shukrani pia, na washukuru alhamdulillah rabbil alamin. Alikuwa nimelala, nafikiri navinda time wangu asala kufanya usafi kwenye msikiti wakati yangu ikifika sana, maana yake nasafisha msikiti saa chache, lakini nimenyuliwa kwa usingizi. Alhamdulillah rabbil alamin, nimesikia raha kuona vijana hapa kuja hapa kwa kufanya usafi pamoja na kocha hapa Umar hapa, nimesikia raha. Kwa hivyo sina mengi ya kudhumudha, naomba shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awape uwedha kila siku mfanye mambo kama hao, Mwenyezi Mungu awape imani, msidharau watu. Alhamdulillah rabbil alamin, sina mengi ya kusema. Nashukuru vijana mko hapa katika msikiti Bidala, na waambia dua inshallah, Mwenyezi Mungu awabariki inshallah. Allahu akbar. Shukran jazakum. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adhabika nastajir. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.